Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi cha leo, tutaangazia sayansi ya kilimo uchumi wa korosho, yaani agronomia ya korosho, na mikakati ya serikali kupitia bodi ya korosho pamoja na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Kumbuka kipindi hiki kinaratibiwa na taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Mtazamaji, serikali inalenga kufanikisha ongezeko la uzalishaji wa zao la korosho hadi kufikia tani 700,000 msimu wa kilimo wa mwaka 2025-2026 na tani milioni 1 ifikapo mwaka 2030. Ili kufikia malengo hayo, serikali imeanza kutekeleza kwa kuwafundisha wakulima kupitia maafisa kilimo agronomia ya korosho. Bodi ya korosho imeajiri maafisa ugani takriban 500 ambapo watashirikiana na maafisa ugani wa halmashauri kuwafundisha wakulima agronomia ya korosho. Lengo la Bodi ya Korosho Tanzania kwa kushirikiana na kituo cha utafiti wa kilimo cha TARI Naliendele Mtwara kutoa mafunzo juu ya agronomia kwa wataalamu wa kilimo ambao ni maafisa ugani wa halmashauri pamoja na vijana wa Jenga Kesho Iliyo Bora katika zao la korosho kwa mwaka huu wa 24-25. Ni katika kuchangia jitihada za kufikia lengo la kuongeza uzalishaji wa korosho kutoka tani 528 ambazo tumezipata msimu uliopita wa 24-25 mpaka kufikia tani 700,000 ifikapo 25-26. Kwa hilo ndio lengo kubwa ambalo linatufanya Bodi ya Korosho kwa kushirikiana na TARI Naliendele tuweze kwenda kuwafanyia mafunzo rejea hao wataalamu wa kilimo. Na nichukue fursa hii pia kwanza kuishukuru serikali kupitia Wizara ya Kilimo kuja na programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora. Na katika zao la korosho, hii programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora imetusaidia kuongeza wigo wa kusambaza huduma za ugani kwa wakulima. Na ninapozungumza huduma za ugani ni pamoja na swala la kuwakumbusha wakulima kutumia zile agronomia bora za kilimo, hususan sisi katika zao la korosho ni zile agronomia za zao la korosho. Sisi tunayasisitiza zaidi kwa wakulima wetu wa korosho ni kwamba kuhakikisha kwamba wanafanya palizi za mapema kwa kuzingatia kalenda ya zao la korosho hapa nchini. Na kwa mujibu wa kalenda kama tunavyofahamu sasa hivi, wakati mafunzo haya yanatolewa ndio kipindi ambacho mkulima anatakiwa kupalilia shamba lake ili kuruhusu mvua za masika zitakavyoanza kushuka kwa mfululizo, basi maji kwenye shamba yapenye chini na mizizi ya korosho iweze kufika. Kama tunavyofahamu, zao la korosho mizizi yake inakwenda chini zaidi. Kwa hiyo inapofanywa palizi kwenye shamba kwa kutifua, inaruhusu maji mkorosho uweze kupata maji ya kutosha na hivyo kuchukua virutubisho na kuendelea na hatua za ukuaji ambazo inawezesha inapofikia kipindi kile cha kuchipua na kuanza kutoa maua, mkorosho unakuwa na ufanisi mkubwa. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kuwakumbusha wale maafisa ugani ili waende kwa wakulima na kuwakumbusha kwamba namna gani wanatakiwa kuandaa mashamba yao. Lakini pili, sasa hivi ni kipindi ambacho mkulima anatakiwa kuhakikisha kwamba anapogelea mikorosho yake, lakini pia ile mikorosho ambayo haifanyi vizuri anaiboresha kwa kubebesha. Tunasema kwamba top working ni teknolojia ambayo imeshaanza kutumika na wakulima wengi hususan wa mkoa wa Mtwara na mkoa wa Lindi. Na kwa mkoa wa Mtwara teknolojia imeleta manufaa makubwa sana kwa wilaya ya Tandahimba, lakini wilaya ya Newala pamoja na wilaya ya Masasi, na sasa hivi inasambaa zaidi kwa kwenda hata wilaya ya Nanyumbu na Tunduru pia wameshaanza. Na ni teknolojia ambayo sisi kama wataalamu wa kilimo tunaisisitiza sana kwa wakulima. Haisingependeza mkulima anakuwa na mkorosho ambao hauna tija
na mwaka hadi mwaka anaendelea kuwa nao. Haina haja ya kuwa na mkorosho ambao haina tija. Unachopaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba katika kipindi kama hiki ambacho ni kipindi ambacho nafanya maandalizi kuelekea kwenye uzalishaji wa korosho msimu unaofuata, basi ule mkorosho unaufanyia hiyo teknolojia ya top working, kwa maana ya kubebesha. Unaukata alafu unachukua kikonyo kutoka kwenye mkorosho ambao unafanya vizuri zaidi, kwa maana ya kwamba unatoa korosho nzuri lakini pia inatoa korosho kubwa. Unabebesha, baada ya miezi 6 ule mkorosho unaweza ukawa unaanza kuzaa na kutoa mazao mazuri kama ambavyo imekusudiwa. TARI Kituo cha Naliendele, ambayo ndiyo taasisi yenye jukumu la kutafiti zao la korosho, inawafundisha maafisa kilimo hao agronomia ya zao la korosho kwa kuzingatia mbinu bora za kisasa ambazo zinaleta mafanikio ya kuongeza uzalishaji wa zao la korosho. Kwa hiyo hawa kuanzia sasa wamechagua wataangalia korosho. Kwa hiyo ndio maana sasa tunawaita hapa, mnakuja, tunaanza kuwafundisha. Zile principles za jumla mnazo, sasa tunataka tuwafundishe korosho. Uweze kuijua korosho ili umsaidie mkulima vizuri. Na hatukufundishi korosho tu peke yake, kwa sababu korosho inalimwa na wakulima bwana. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, hawa hatuwafundishi korosho tu, tunawafundisha na tamaduni na kacha na kila kitu. Waweze kujua bwana, huko kusini bwana, mjomba ndio zaidi, mjomba ndio kila kitu. Sasa sisi kwetu kule Wasukuma mjomba mnaita hata mnaweza mkafanya hata harusi hamjamuita. Lakini huku iko tofauti kidogo. Kwa hiyo yote hayo tutawafundisha. Tutawafundisha. Mlisikia hapa ngoma fulani inapigwa mwisho hapa. Sasa unajua bwana, huku kuna siku ya ngoma bwana. Sijui kama lazimisha mtu tu, tunaenda kwenye shughuli. Unapanga na wewe unaingia humo. Ikiwezekana na wewe siku ya ngoma unakwenda. Kwa hiyo mheshimiwa, hii programu yetu ndio tumeiweka hivyo. Hapa leo tunazindua, lakini kuna maeneo mengine itaendelea. Tunaanza kwa vile sasa hivi ni kipindi cha agronomia, lakini baadaye tukiona hitaji tutawaweka wote pamoja, tuwafundishe waweze kujua kwamba hali yetu ikoje katika utekelezaji wa kilimo. Mtazamaji, sasa tuangazie agronomia ya zao la korosho, hasa katika ukuaji na upogoleaji wa mikorosho. Katika agronomia ya zao la korosho, mkorosho hukua katika kipindi cha masika, na kipindi hicho mkorosho hujitengenezea chakula chake ili kuweza kukua kwa haraka. Kipindi hicho ndipo mkulima hupaswa kusafisha shamba lake kwa kutifulia ardhi ili kuwezesha mkorosho kupata maji mengi yanayozama kirahisi chini ya ardhi, ambapo pia upogoleaji, yaani kupunguza matawi yasiyo na tija, hufanyika. Upogoleaji usiofuata utaratibu husababisha magonjwa kama vile ubwiriunga. Aidha, kama mkulima asipopogolea vizuri, husababisha mazalia ya mdudu kifauongo ambao huathiri mkorosho. Kifauongo ni mdudu mwenye sifa ya kujifanya amekufa pale anaposikia sauti ya mtu kupita karibu yake. Kufundisha maafisa ugani kwamba wanapopita kwa wakulima waweze kufundisha wakulima wetu kupogolea mikorosho kwa utaratibu unaotakiwa. Mfano, huu mkorosho haujapogolewa kwa utaratibu unaotakiwa, kwa sababu unaona umeruhusu machipukizi mengine haya kuota hapa kwenye mkorosho. Kwa mfano, tawi kama hili libidi likatwe huku chini kabisa inapootea kwenye mkorosho huu, alafu vitu kama hivi pia vitakiwi likatwe hapa, na hata hicho kitakiwa katwe, na upande ule kule itakiwa upogolewe vizuri, kiasi kwamba itafanya faida yake ya kupogolea vizuri ipo hivi: hautaruhusu machipukizi mengine kuota kwenye vishungi vilivyobaki kwenye mkorosho, kwa sababu hivi vishungi vinakuwa ni vyanzo vya magonjwa, hususan ubwiriunga. Ubwiriunga, kwa mfano hata nikikuonyesha saa hizi hapa, sasa sio kipindi cha ubwiriunga, lakini huu mkorosho tayari una ubwiriunga. Na huu ubwiriunga, ili tawi limeota hapa chini, na kwa sababu ni kwenye kivuli. Kwenye kivuli ugonjwa, hata kama huu sio muda wa ugonjwa huo, una hali ya hewa ya kwenye kivuli cha mkorosho unapendelea,
huu ubirunga kuendelea kustawi. Sasa huu ugonjwa ambao unaanza sasa kipindi ambacho sio cha mashambulizi ya ugonjwa huu unasababisha kama hifadhi ya ugonjwa wakati ya kipindi hiki sio cha ubirunga. Maana yake ni kwamba hali ya hewa itakapokuwa inaruhusu, kwa mfano mianzi ya 5, ya 6, ya 7, huu ugonjwa huu unaweza kuenea kwenye mikorosho yote ya eneo hili, lakini chanzo kikiwa ni hii mikorosho ambayo haikupogolewa vizuri. Kwa hiyo zoezi la upogoleaji ni moja mada muhimu sana tunavyowafundisha maafisa ugani wetu leo, kwamba wahakikishe mashamba ya wakulima yanapogolewa inavyotakiwa. Na mkulima hana shida, ukimwelekeza madhara ya kuacha hivi, yeye atafanya tu, kwa sababu yeye lengo lake ni kuongeza uzalishaji. Halafu pia ona madhara ambayo ameyapata huyu mkulima. Amekata huku juu, ni aliondoa lile tawi, anafikiri ndio amepogolea vizuri. Lakini ona amekatia huku juu mpaka umekatika, umesababisha mapengo kama haya. Sasa haya mapengo, kuna wadudu hao wanaitwa vifauongo. Pia wanapenda sana kujihifadhi sehemu kama hizi. Sasa wakishajihifadhi sehemu kama hizi, inakuletea madhara kwenye shamba lako, kwa sababu baadaye wanaanza kushambulia mkorosho. Na madhara ya vifauongo ni makubwa sana kwenye zao la korosho, kiasi kwamba kifauongo mmoja akifika kwenye mkorosho akazaa akazaliana pale, anaweza kaumaliza mkorosho wote. Sasa mkorosho mkubwa kama huu ukifa, basi kwa mkulima ni hasara kubwa sana, kwa sababu huu mkorosho anaweza kupata hadi kilo 60-70. Mtazamaji, sasa tuangazie mikorosho iliyozeeka, kwa maana mikorosho ambayo ilipandwa kwa miaka mingi iliyopita kwa sasa imechoka na haina uwezo wa kuzaa korosho kwa wingi. Katika mkakati wa kuongeza uzalishaji, serikali inashauri wakulima kuondoa mikorosho mizee kwa kuikata na kuacha ichipue na kubebesha mikorosho yenye sifa ya kuzaa kwa wingi. Hatua hii ya ukataji huhusisha pia mikorosho ambayo haizai kwa tija, hivyo mkulima ukata na kubebesha mikorosho inayozaa sana. Kama mnavyoona mkorosho wetu tumeshaukata tayari. Labda tuseme kwa nini tunafanya hivi. Tunafanya hivi kwa sababu ya huu mkorosho mkulima mwenyewe ametuambia kwamba huu haufanyi vizuri ukilinganisha na hiyo mingine. Sasa njia mojawapo ya kuhakikisha anaongeza uzalishaji kwenye shamba lake ni pamoja na kupata mbegu za kisasa. Mbegu za kisasa kama tulivyoongea, kuna aina mbili za ubadilishaji. Kwanza angeweza akapanda mkorosho mwingine, au la kubadilisha mikorosho ilionayo kuifanya iweze kuzaa vizuri kwa kubadilisha mbegu. Sasa mkorosho ni mkubwa, lakini anasema tija yake ni ndogo sana. Sasa sisi katika mafunzo yetu, pamoja na faida kwa mkulima mwenyewe, tumeukata mkorosho, tunataka ubadilishwe aina, uwekwe mbegu bora za kisasa kutoka kwenye kituo chetu cha utafiti na Liendele. Na swala hili kwenye wilaya za Tandaimba na Newala huko na Mtwara vijijini, maeneo ya karibu na kuelekea Tandaimba, wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Wakulima sasa wamekuwa wakibadilisha mikorosho yao kuweka mbegu bora kwa kutumia matawi yanayotoka kwenye vituo vya utafiti na kupata mavuno mengi sana. Mpango huu pia umefanyika na TARI na Liendele. Kuna mpango ambao umefanywa kwa muda wa miaka kama 4 sasa, wa kampeni moja ilikuwa inaitwa Ondoa Mapori Ongeza Uzalishaji. Zaidi ya wakulima mashamba 33 yamefanywa hivyo, na sasa wanafaidika sana na wameongeza uzalishaji kwa kiwango kikubwa sana. Nafikiri wale wanaoangalia Channel 10 wameona mpango ulivyokuwa unaendeshwa, na sasa sisi maafisa ugani Mtwara mjini tunataka angalau eneo letu la Mtwara mjini. Maana Mtwara mjini licha kwamba ni mji, lakini wakulima wa pembeni hapa wana mashamba. Kwa hiyo tunategemea wengi sasa tusione wanabaki na mikorosho yao ya zamani ambayo haifanyi vizuri. Labda tuongelee hapa kuhusu utaalamu wa teknolojia hii. Teknolojia hii ukataji ni kama mnavyoona, lakini kuna vitu vinavyofuata baada ya hapa. Baada ya miezi 2 huu mkorosho utachipusha vizuri sana, utabebesha mbegu bora. Lakini kuna vitu vinavyotakiwa vifanyike. Utunzaji wa mikorosho iliyokatwa. Mikorosho iliyokatwa inashambuliwa na vifauongo. Hilo ni tatizo kubwa sana kwa mikorosho iliyokatwa.
Sababu kwa nini nashambulia waliokatwa kuliko ambayo hayajakatwa, hizo zitaelezwa baadaye tutakapokuwa tunasoma mambo ya wadudu. Kwa hiyo hakikisha unatembelea mara kwa mara kwenye mikorosho yako iliyokatwa ili kudhibiti wale wadudu. Na wale wadudu njia yake ya sasa inayojulikana ni kuondoa kwa tunaita mechanical control. Unamuondoa mdudu mwenyewe. Anakuja hapa anataga mayai, anatengeneza wale lava ndio wanaoshambulia ganda la korosho na baadaye korosho mzima unaweza kufa. Kwa hiyo taaluma ya ubebeshaji sasa tunayo. Ikishachipua baada ya miezi miwili tunabebesha. Katika msimu huu wa upandaji mikorosho mipya, tayari kituo cha Naliendele imeanza kusambaza miche mipya ya zao la korosho kwa wakulima. Bodi ya korosho inalenga kusambaza miche zaidi ya milioni 1 msimu huu wa kilimo. Maafisa kilimo wana jukumu la kuhakikisha mkulima anapanda kwa kuzingatia kanuni sahihi za kilimo bora cha zao la korosho. Tunashukuru kwa kupata mafunzo haya, tumeelewa na tutayafanyia kazi kwa kwenda kuwafundisha wakulima wetu. Tutaandaa ratiba ya kazi kata hadi kata, mtaa kwa mtaa, tutaweka vikao na tutawatembelea wakulima wetu mashambani mwao. Kwa wale wakulima ambao bado wana mikorosho mikubwa na imesongamana, tutawashauri wapunguze mikorosho yao, waikate. Tutafundisha kubebesha ili waweze kuongeza uzalishaji. Watakapoongeza uzalishaji watakuwa wamejiongezea kipato, vile vile pato la taifa litaongezeka. Zao la korosho, mimi nizungumzie kidogo kwenye upande wa masuala mazima ya matunzo ya zao la korosho, hasa kwenye utunzaji upande wa kupunguzia yale matawi, wanasema kupogolea katika lugha ambayo inafahamika sana. Kwa nini tunapogolea zao la korosho? Tunapogolea zao la korosho kwanza kwa ajili ya kuruhusu ile hewa iwe inapita kwenye mkorosho ili mradi kuongeza uzalishaji wa zao la korosho. Lakini pia tunapogolea kwa ajili ya kuruhusu kuzuia yale matawi ambayo yalikuwa yanakaribia kwenda chini, ambayo yangeweza kutuchukulia magonjwa baadhi na wadudu kwa ajili ya kwenda kutuharibia zao letu. Kwa hiyo kwenye kupogolea tunasaidia ule mkorosho unakuwa haupati yale magonjwa ambayo yanakuwepo chini yakaweza kupanda juu kupitia matawi yaliyolala chini. Kwa hivyo hiyo ni miongoni mwa faida za kupogolea. Lakini tunapogoleaje mche wa mkorosho? Kupogolea kwanza tunatoa yale matawi ambayo yamekufa, tunasema ni dead branches, tunakuwa tunazikata kwa ajili ya kuondoa. Lakini pia tunatoa yale matawi ambayo yamekwenda kukutana moja kwa moja na ardhi, yani yale ambayo yamekwenda yamelala kabisa chini, yale tunayakata kwa ajili ya kuruhusu mche wetu uwe vizuri. Lakini pia tunakata matawi yale ambayo yamezidi, yamekwenda mbele sana kuzidi mengine, wakati mwingine yale yanakuwa yana changamoto kwenda kukutana na matawi ya mche mwingine wa karibu. Kwa na yenyewe pia yale unaweza ukayapunguza. Kwa hiyo ni machache katika upogoleaji wa matawi ya mche wa korosho. Mikakati hii inafanikiwa kwa sababu serikali inaongeza bajeti katika utafiti wa kilimo na uwezeshaji wa shughuli za kilimo. Rais ameweza kuipandisha bajeti ya TARI kutoka bilioni 38 mwaka 21-22 hadi bilioni 93 mwaka 2023-24. Kwa wale tuliosoma hisabati darasa la 4 la 5, hiyo ni zaidi ya 200%. Hiyo ni zaidi ya 200%. Lakini hebu geuzeni macho upande wa huko. Mnayaona mapikipiki yale? Jamani, mnayaona hayo mapikipiki? Mnayaona hayo mapikipiki? Basi hayo yote Mheshimiwa Rais amesema TARI mkishazalisha teknolojia kuna watu wanaipeleka kule, lazima wapate vyombo vya usafiri, waende kwa urahisi, wafike kwa wakati. Kwa hayo yote tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais, na kwa vile wewe ndiye mwakilishi wake hapa,
naomba tena nitoe ahadi kwamba hatutamwangusha. Mtazamaji, huu ni mkakati wa kuongeza uzalishaji wa zao la korosho, ambapo mikorosho iliyozeeka inaondolewa na uanzishaji wa mashamba mapya ya mfano, yaani mashamba darasa kwa ajili ya kuwafundisha wakulima pamoja na kuwafundisha kupogolea unazingatiwa. Imeelezwa kuwa mafunzo haya yatawawezesha maafisa ugani wapya kuendeleza mashamba ya mfano 37 yaliyoanzishwa msimu uliopita na kuanzisha mengine mapya katika maeneo yao ili yaendelee kutumika kufundishia wakulima katika kutoa elimu endelevu ya kilimo bora cha zao la korosho. Ndugu washiriki, baada ya mafunzo ninatarajia kuwa maafisa ugani watashirikishwa kikamilifu kwenye programu ya Ondoa Mapori Ongeza Uzalishaji. Ukipita mashambani huko mtaona mashamba mengi yamekuwa mapori na wakulima sasa hivi hawajishughulishi, wanasubiri kwenye mwezi wa 8 mikorosho inaanza kuweka maua ndio wanaanza sasa kufanya usafishaji wa mashamba. Kwa hiyo tukawashauri waondoe hayo mapori ili mikorosho iweze kupata maji ya kutosha na iweze kujijenga ili iwe tayari kwa ajili ya kuanza kuzalisha kama ambavyo inatarajiwa. Na kwa kufanya hivyo, kwa kuondoa hayo mashamba pori, tunaweza kuongeza uzalishaji ambao utaleta tija kwa taifa kufikia lengo la kuongeza uzalishaji wa korosho ghafi nchini kufikia tani 700,000 ifikapo mwaka 2025-26 na tani 1,000,000 ifikapo mwaka 2029-2030. Mtazamaji, hadi hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI, kituo cha Naliendele. Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na wakati kama huu. Asanteni.